Habari za wakati huu, karibuni katika vipindi vyetu vya Royal Polyclinic. Kwa siku ya leo tutaenda kujifunza kuhusiana na afya ya kinywa na meno, na moja kwa moja tutaenda kugusia nini umuhimu wa meno katika kinywa cha mwanadamu. Karibuni sana tujifunze kwa pamoja. Kama tulivyosema kwamba tutazungumzia kuhusiana na meno na nini kazi ya meno katika kinywa cha mwanadamu. Kiufupi zaidi ni kwamba meno yanafanya kazi nyingi sana. Kazi ya kwanza kabisa ya meno ni kwamba meno yanamsaidia mwanadamu kuweza kutafuna, lakini pia maongezi ya mwanadamu yanafanyika kwa sababu ya meno. Kwa mfano, matamshi ya sauti na baadhi ya toni za mwanadamu anafanya kwa kutumia meno. Lakini pia meno tunasema kwamba yanatoa ule muonekano wa mwanadamu, au ile kitaalamu tunaita physical appearance ya mwanadamu. Mara nyingi inakuwa inaonekana au inaweza kuwepo kwa sababu ya uwepo wa meno. Lakini pia meno kwa kiasi kikubwa tunasema kwamba yana uwezo wa kutunza mifupa ya taya. Manake uwepo wa meno kwenye kinywa inasaidia mifupa ya taya kuwa imara sana. Lakini pia meno yanaweza kuzuia magonjwa mengine ambayo yanatokea katika mazingira nje kwenda ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumesema kwamba meno yana uwezo wa kushirikiana na sehemu zote kubwa zile za mwili. Mfano, figo, meno inawasiliana na figo moja kwa moja, lakini pia meno yanawasiliana na ubongo moja kwa moja, lakini pia meno yana uwezo wa kuwasiliana na moyo moja kwa moja. Kwa hiyo athari inapotokea kwenye meno inaweza ikaathiri figo moja kwa moja, lakini pia inaweza ikaathiri ubongo na moyo moja kwa moja. Kwa hiyo uwepo wa meno tumesema kwamba unaweza ukalinda ubongo. Uwepo wa meno tumesema kwamba unaweza ukalinda figo. Uwepo wa meno pia unaweza ukalinda moyo. Sasa kuna meno ambayo waga tunasema kwamba ni nguzo, au ni meno ambayo tunasema kwamba yana uwezo yakawasiliana na hizi sehemu moja kwa moja. Kinywa cha chini tumesema kwamba kina uwezo wa kulinda moyo na figo. Mfano, wagonjwa wa moyo mara nyingi sana wanavyoenda kufanya matibabu ya moyo hawawezi kwenda kufanya matibabu ya moyo mpaka wapitie kwenye kliniki za meno kwa ajili ya kukagua, kwa sababu kama nilivyosema kwamba kuna uhamishaji wa bakteria. Meno yakiwa yameathirika, wale bakteria wanaweza wakahama moja kwa moja wakaenda kwenye moyo, wakasababisha kuathirika, wakasababisha bakteria kuweza kusambaa kwenye moyo na kuweza kusambaa kwenye mwili mzima. Lakini pia meno ya juu yanapokuwa yameathirika, yanaweza yakasafirisha bakteria wakaenda mpaka sehemu za kukaribia ubongo. Mfano, sehemu kubwa sana ambayo bakteria wanapenda kwenda kukaa kwenye sehemu za ubongo ni sehemu za mishipa ya damu, ambayo hii mishipa ya damu kitaalamu tunaita ni cavernous sinus. Sasa unapokuwa umeathirika, wale bakteria wakisafiri wakienda kwenye cavernous sinus, mara nyingi wanasababisha uvimbe kwenye ile mishipa. Sasa wakisababisha uvimbe kwenye ile mishipa ya ubongo, mara nyingi ule uvimbe unasukuma ubongo. Kwa hiyo ubongo unapokuwa umesukuma, mara nyingi unaweza ukaleta madhara. Unaweza ukajikuta huoni, au pia ukapata paralysis, na hata saa nyingine ukawa umepoteza baadhi ya mifumo yako ya fahamu ya kimwili. Kwa hiyo mara nyingi tunasema kwamba meno yanaweza yakawasiliana na hizi sehemu moja kwa moja. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na meno, na ni muhimu sana meno yetu yaweze kuwa kwenye vinywa vyetu. Sasa ukosefu wa meno kwenye kinywa una madhara makubwa sana, kwa sababu tumeshazungumza kuhusiana na moyo, figo, lakini pia na ubongo. Ukiwa huna meno, kwa mfano kwa wale ambao ni vibogoyo, kwa kiasi kikubwa sana tunasema kwamba vinywa vyao vinakuwa vinatunza bakteria kwa kiasi kikubwa sana. Kwa bakteria wanavyokuwa wanajaa kwenye kinywa, wanaweza wakasafiri wakaenda tumboni, wakamsababishia mtu magonjwa ya tumbo na kuharisha, lakini pia akawa anapata homa za mara kwa mara. Lakini pia ukiwa huna meno kabisa, tumesema kwamba ile mifupa ya taya inakuwa ni dhaifu sana. Kwa hiyo watu wengi ambao wanaongoza kwa kuvunjika mifupa ya taya ni wale wengi ambao wanakuwa hawana meno, au unakuta mtu ana meno lakini ni meno machache. Kwa unakuta mtu anapata ajali kidogo tu, unajikuta anapata athari ya kuvunjika mataya kwa sababu uwepo wa meno, manake anakuwa hana meno. Kwa hiyo
Meno pia yanavyokuwa hayapo kwenye kinywa, tumesema kwamba mfupa unakuwa dhaifu, lakini pia yakiwa machache pia yanasababisha zile tunaita kitaalamu movement, maanake meno yanakuwa yanatembea kwenye kinywa. Kwa hiyo mpangilio wako wa meno unakuwa ni mdogo. Kama ni jino la katikati limetoka, linasababisha meno ya nyuma yanasogea mbele, lakini pia meno ya nyuma meno ya mbele yanasogea nyuma, lakini pia inasababisha yale meno ambayo yanakuwa yanaangaliana kukua, kuna nafasi, meno yanakuwa yanakuwa kuelekea ule upande ambao unakuwa hauna jino. Kwa hiyo unakuwa una mpangilio mbaya wa meno, na mpangilio mbaya wa meno unasababisha kuweka vyakula au vyakula vinakuwa vinakaa. Kwa hiyo hata ule upigaji wa mswaki unakuwa ni hafifu sana. Unakuta unapiga mswaki, lakini kwa sababu meno yamebebana, vile vyakula vinakuwa katikati ya meno. Kwa hiyo unakuwa unashindwa kupiga mswaki vizuri. Sasa madhara ya kushindwa kupiga mswaki vizuri ni kwamba unaweza ukapata athari za kuoza kwa meno. Mwisho wa siku unakuwa unaendelea kupoteza meno yako. Lakini pia ukiwa una vipande vya meno kwenye kinywa au ukiwa una mabaki ya meno kwenye kinywa, manake kuna hatari ya kutoa harufu mbaya kinywani. Hata wale vibogoyo, nafikiri nyie ni mashahidi, vibogoyo ukiwa umemkaribia anakuwa mara nyingi sana anakuwa anatoa harufu mbaya kinywani. Na ile ni kwa, hatuwezi tukasema kwamba ni kitu kibaya au tunawashusha, lakini pia tunasema kwamba ile inatokea kwa sababu kibogoyo ni ngumu kupiga mswaki. Sasa anapotokea amekaa kwa muda mrefu bila kusafisha yale mafizi yake, lazima atatoa harufu mbaya kinywani. Kwa hiyo pia ukiwa huna meno kwa kiasi kikubwa, tunasema kwamba unakuwa na hatari ya kutoa harufu mbaya kinywani. Kuna upungufu wa meno kwenye kinywa, lakini kuna kutokuwepo kwa meno kabisa kwenye kinywa. Sasa tumesema meno ni muhimu, aidha yawepo lakini yawe kidogo au yasiwepo kabisa, kwa sababu tumesema kwamba kama yakiwepo kidogo, kuna athari ya bakteria kuwepo kwenye kinywa kwa kiasi kikubwa kwenye yale mafizi ambayo hayana meno. Lakini pia tumesema yakisipo kuwepo kabisa, athari inakuwa kubwa zaidi. Sasa kuna kitu ambacho kinaitwa meno ya bandia. Sasa swala la meno ya bandia pia ni swala nyeti sana, au tunasema ni swala muhimu sana, kwa sababu meno ya bandia tunasema kwamba yana uwezo wa kufanya kazi ya meno ya asili. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba ukiwa na meno ya bandia, manake yale meno ya bandia yana uwezo wa kufanya kazi kama meno yako ya asili. Ingawaje inakuwa kwamba ni meno ambayo hayana uhai kwenye kinywa, lakini yana uwezo wa kufanya kazi ya meno ya asili. Kwa hiyo yanavyokuwa kwenye kinywa, yanaweza yakasaidia ukatoa matamshi mazuri kama ulikuwa uwezi kutoa matamshi mazuri kwa sababu huna meno. Lakini pia yana uwezo yakazuia meno yasiwe yanasogea, bimaana kwamba kwenye zile sehemu ambazo zilikuwa hazina meno kabla meno ya bandia yakiweko, maanake meno yanakuwa hayasogei. Lakini pia ukiwa na meno ya bandia, tunasema kwamba yanakusaidia katika kutafuna, lakini pia na kukupa muonekano mzuri. Sasa kuna meno ya bandia ya aina mbili kitaalamu. Kuna meno ya bandia ya moja kwa moja, lakini pia kuna meno ya bandia ya kuvua na kuvaa. Lakini pia hii inatofautiana kwa sababu pia kuna viwango vya aina na namna ya kudesign yale meno. Kuna meno yale tunasema ya klasiki ya juu au tunasema ya gharama, lakini pia kuna yale meno ya kawaida au tunaita kwa yale ya level zetu sisi tunaita ordinary level. Sasa meno ya bandia ya moja kwa moja, manake ni meno ambayo yanakuwa yanapachikwa, unakaa nayo moja kwa moja, manake huwezi kuyavua kwa tafsiri yake. Lakini pia meno ya bandia ya kuvua na kuvaa ni yale ambayo tunaita kwamba ni meno ambayo unakuwa unapewa unavua, lakini pia wakati wa kulala mara nyingi unashauriwa unakuwa unayatoa. Ingaje kwa kiasi kikubwa meno yote ya bandia ya kuvua na kuvaa na meno ya kuweka moja kwa moja yanahitaji utunzaji. Watu wengi wanasema kwamba meno ya kuvua na kuvaa hayakai muda mrefu, lakini pia kuna watu wamewekea meno ya bandia moja kwa moja na hawajakaa nayo muda mrefu. Kwa hiyo vitu vyote hivi manake vinahitaji utunzaji. Lakini tunashauri sana kwenye meno ya bandia ya moja kwa moja, kwa sababu pia yale yanakusaidia ile tunaita convenience, yani uwezo wa kumudu au uwezo wa kutokuwa na usumbufu. Hiyo inaweza ikakurahisishia, tofauti na ile ya meno ya bandia ya kuvua na kuvaa.
sababu saa nyingine unakuta utunzaji ni mdogo, unaweza ukajikuta umevua meno ya bandia umewekwa kwenye kikombe ambacho kina maji, panya amekuja amechukua. Kwa hiyo hii inakuwa ni convenient kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo tunashauri sana ukiwa na uwezo uweze kuchukua meno ya bandia ya moja kwa moja. Jambo la kuzingatia zaidi ni kwamba kwa wale ambao wana meno ya asili, yani ukijikuta una meno yako ya asili yote hapo kwenye kinywa, ni muhimu sana kuweza kuyatunza na kuyafanyia check up kila mara. Lakini ukijikuta una meno machache kwenye kinywa, ni vizuri pia ukaongezea na meno ya bandia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuepuka yale mambo ambayo yale madhara ambayo tayari tumeshazungumza. Lakini pia ukijikuta huna meno kabisa, kwa tafsiri nyingine manake wewe ni kibogoyo, ni hatari sana. Kwa tafsiri nyingine manake ni kwamba inabidi uwe na meno ya bandia. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa huna meno kabisa, manake tayari mifupa yako ya tai inakuwa ni dhaifu sana. Kwa hiyo unaweza ukajikuta labda umegombana na mume wako, umegombana na jirani akakupiga kibao tukajikuta unavunjika tai. Kwa hiyo lakini pia unaweza ukawa unapata athari za magonjwa ya tumbo, lakini pia na kutoa harufu mbaya kinywani. Kwa hiyo ni muhimu zaidi ukawa una meno ya bandia kwa ajili ya kuongeza confidence katika maisha yako na kuweza kujipresenti wewe mbele ya watu. So usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification ya vipindi vinavyofuata. Asanteni sana.